Bwana, jukumu la kuscan wale ambao wapo kwenye mchakato wa harakati za kuelekea uchaguzi 2025 nimepewa na Dubwana. Amenikabidhi jukumu hilo, ulishuhudia namna ambavyo nilipewa, na tangu amenipatia nimeshaanza kulitekeleza vile ipasavyo. By the way, ulipata nafasi ya kuona baadhi ya waheshimiwa tukiwa tunazungumza naye. Tulipata nafasi ya kuzungumza na Mheshimiwa Zitto Kabwe last time. Thank you so much for watching. Nimeona views zinatembea sana kule online. Nimepata pia feedback nyingi sana kwa wadau ambao mmefuatilia kupitia Clouds TV pamoja na Clouds FM pale kwenye Power Breakfast on Saturday. So leo tunamskani nani? Bwana, leo nimedondokea Morogoro, mji kasoro bahari, kule kwenye jimbo la Kusini Mashariki kwa mheshimiwa sisi tumezoea kumuita Babu Tale. Niko naye hapa. Mheshimiwa, kwenye uhalisia of course wa maisha yetu ya hii dunia ya tatu, sisi mtaani bado tuna shida nyingi sana, na hata inapofika nyakati ambazo mnatafuta uongozi, ukweli ni kwamba kuna wakati ambapo unajaribu kuahidi hiki, unaahidi kile, kwa sababu shida ni nyingi. Hatuna ajira, wakati huo hatuna maji, wakati huo hospitali haina madaktari, wakati huo Bigwa Kisaki imekaa hovyo. Shida zinazotuzunguka ni nyingi. Unapokuwa unagombea ama ulipokuwa unagombea, ulikuwa unafanyaje? Unaahidi kwamba nitatatua kila shida mlionayo, ama unasema ukweli kwamba natambua mna shida 70, lakini kwa uhalisia kabisa kwa miaka 5 naweza kushughulika na shida 26? Mimi wakati nagombea nilijifunza kwa wenzangu. Ndio kwanza nilisema nisiseme kitu ambacho sikiwezi, ili kisije kanikaanga. Alhamdulillah, kila nilichokiahidi kwenye wakati nagombea mimi nimeshamaliza vyote. Kilichobaki kwenye sahani na ni cha moto, lakini kama nilipoelezea hapo nyuma ni Bigwa Kisaki. Lakini sisi kwetu kulikuwa hakuna maji kiasi kikubwa. Mheshimiwa Rais akatuletea mradi wa Mlong'anya wa bilioni 23 na ushe. Unalisha vijiji zaidi ya 19. Kwa hiyo wananchi wako wote sasa hivi wana maji wote. Tulipofika sasa unasemaje umemaliza? Nimemaliza kwa kiasi kikubwa. Kwenye kata ya Tomon, ninavyozungumza na wewe, walikuwa wanakunywa maji ya Nzasa. Napokuambia maji ya Nzasa ni maji ambayo meupe yale, kama maziwa ukiyaona. Vijiji 10 mimi na vijiji 64, na baadhi ya vijiji nimekuta baadhi vina maji, si ndio? Na bado nimemaliza vijiji 19 ambavyo vinakwenda kuwa na maji. Kukosa maji kwenye kata kama ya Mikese iko barabarani wewe unaiona, ilikuwa ni aibu, ni aibu kwa chama. Sawa? Lakini Mheshimiwa Rais akatuletea mradi wa Mlong'anya, leo hii kote tunapata maji baridi. Lakini Mheshimiwa, hujanipa takwimu. Mimi umeniambia michakato, which is fine, lakini natamani kujua specifically. Uniambie bwana, na vijiji kwa mfano, natoa kama mfano 10, mpaka sasa tuna vijiji 6 vina maji, 6 bado ndio tupo kwenye process. Nikikwambia kwenye vijiji vyangu 64, ndio kama nikisema nina shida ya maji, havizidi vijiji 10. Kwa una vijiji 64 katika vijiji 10 ndo havijafikiwa na miradi ya maji. Okay. Na sio kama havijafikiwa kwa sababu tuna miradi ya Mheshimiwa Rais ametuletea visima vile. Sasa sisi kwetu tuna madini chini sana. Tukichimba visima tunapata chumvi kali, ambayo kuna chumvi kali sana kwa sababu ya madini wanasema. Lakini hata hivyo vijiji ambavyo vilikuwa vina shida ya maji, kwa utaratibu huo wiki iliyopita tumeweza kupata visima na tunawenda kusambaza tu. Ndio maana nashindwa kupata takwimu iliyokamilika kwa sababu bado mafundi wako site. Of course umetupa hizi information kadhaa za namna ambavyo, manake kuna vitu vinatokea jimboni kwako. Ingawa kuna sehemu mimi nitakiri napataga ukakasi kidogo na nyewe wanasiasa. Kuna usinitangulie. Kuna sehemu kama naona kama mnatupiga hivi, lakini tunakuwa hatuna namna. Kwenye dunia leo Mheshimiwa, kuna kitu kinaitwa matumizi ya takwimu. Ni moja kati ya kitu ambacho bila shaka kwa exposure yako umeona ni kitu ambacho kinasukumwa sana na dunia, kwamba ili tuweze kufanya maamuzi sahihi
ikiwemo kupanga maendeleo ya watu na vitu, ni lazima tuwe na matumizi sahihi ya kitu kinaitwa takwimu. Sasa sehemu ambayo unaona kama wanasiasa mnatupiga ni pale ambapo kuna time nahisi kama mnatutajia mafanikio kwa kudonoa kama kuku anavyokula mahindi, lakini hamtupi mafanikio dhidi ya mahitaji, dhidi ya takwimu za kimahitaji. Yani kwa mfano mimi ni mbunge wa Kusini Mashariki kwa mfano, sawa? Kabla namalizia ili unielewe vizuri. Nikitaja kituo cha afya, nitaje kwamba kwa mujibu wa sensa yetu na idadi yetu wa watu tunahitaji vituo hivi vya afya. Kwa mujibu wa shule tunahitaji shule kiasi hiki kwa sababu population yetu iko hivi. Hiyo mimi naona inanisaidia kupata picha. Ukiniuliza swali na kujibu, mimi kuelezea, nimekuelezea si not in number, in hustle. Kivipi? Nimekwambia wananchi wanatembea kilomita 78 kufuata kituo cha afya. Ndio. Huyu nataka nikwambie idadi hao wananchi wasiopungua 50 wanatembea kilomita 78. Mimi nataka uniambie kwenye jimbo lako, kutokana na idadi ya watu, population ya jimbo lako, unahitaji kuwa na zahanati ngapi ili watu wawe na kiwango bora, ama vituo vingapi vya afya wawe na kiwango bora cha huduma, ambao of course ukitaja hivyo manake obviously vituo vitakuwa karibu na ubora wa huduma utakuwa umeongezeka. Sisi serikali zetu za vijiji ndio na serikali zetu za kata, kila kijiji kinakuwa kina zahanati, na tunajichangisha wenyewe, tunatengeneza zahanati. Itakapofikishia halmashauri inaleta pesa, ndio tunapata zahanati. Na tuna kila sababu ya unaweza kusema na donyoa, lakini tuna kila donoa idea. Kuna kila sababu ya kusema kwamba kwenye eneo la zahanati na eneo la afya kwa ujumla tumefikiwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano mheshimiwa, wewe unajua mahitaji halisi ya vituo vya afya kwenye jimbo lako vingapi? Unahitaji uwe na vituo vingapi? Hapa nilipo nina mahitaji ya vituo vya afya visipopungua 3. Usiseme visivyopungua. Kwa hiyo unahitaji vituo 3. Kwa ukipewa vituo 3 vya afya Kusini Mashariki, Morogoro, you are good. Na sasa hivi una vingapi? Vya kuongezekea na maanisha. Au unahitaji kuongeza 3. Juu ya vingapi vilivyo? Lakini tayari ninavyo 4. Kwa unahitaji 3, viwe 7. Vikiwa 7 you are good. Lakini huwezi kusema you are good kwa sababu ya watu wanafanyaje? Wanaongezeka. Which is fine, lakini nazungumzia kwa mahitaji ya sasa. Sasa hivi I only need 1 kituo. Na alhamdulillah, juzi wakati mheshimiwa waziri wa TAMISEMI anawaenda, alielekeza Wizara ya Fedha wawekewe pesa, tuletewe pesa kwa ajili ya vituo. Na tayari nadhani tupo kwenye plan, anytime soon tunawekewa pesa ya vituo baadhi. Tunafahamu. Mimi mkazi wa Ngerengere, ninacho kituo cha afya Kikongwe. Na kwa sababu Kikongwe unanielewa, cha zamani. Ndio. Ngerengere imeongezeka watu. Plus tuna kituo cha SGR pale Ngerengere. Ndio. Movement imekuwa kubwa. Kile kituo cha afya cha Ngerengere kishakuwa kidogo. Kwa hiyo sasa hiyo inakuja sasa, natakiwa niongeze kituo kingine cha afya. Mahitaji yameongezeka. Kwa hiyo hata nikiomba kituo cha afya cha Ngerengere, Mikese inakuwa. Of course tunacho kituo cha afya Mikese. Nikienda kuomba kituo cha afya cha Mikese, Tomondo inakuwa. Nili kituo cha afya. Unanielewa? Kwa hiyo vitu vinakuja according to muongezeko wa watu. Mheshimiwa, naomba nikuulize swali moja la jumla ambalo katika mijadala ya miaka mingi ya nchi yetu imekuwepo. Na wewe kama mbunge, mtu ambaye unakaa kule bungeni mnapanga mipango ya nchi, natamani kusikia pia maoni yako. Kuna watu wamekuwa wakijiuliza kwamba kwenye taifa letu ambalo tuna kila kitu, kila mtu anakubali, anasema tuna kila kitu. Tuna madini, tuna mbuga za wanyama, tuna ardhi safi na nzuri kwa ajili ya kilimo na vitu kama hivyo. Tuna maziwa, tuna bahari kwa ajili ya uvuvi. Kimsingi ni kama tuna kila kitu kwa maana ya rasilimali. Wanasema zaidi ya miaka 60 ya uhuru tulitakiwa kuwa tunajadili haya mimi na wewe ambao tunayajadili, maji safi na salama. Sio private jet anaotumia msanii wako. Maji safi na salama. Kituo cha afya, nimeumwa malaria, typhoid, niende nikapate sindano.
barabara tu nzuri angalau inayopitika, unatuambia kuhusu Moreland, mweze kutoka hapa kufika kule. Upi mtazamo wako? Ama wapi unafikiri tulikwama kama nchi? Ukizungumza mkwamo, unazungumzia ukizungumza kwa nini hatutazami hilo? Unazungumzia kwamba kwa nini leo hii si tuko hapa? Wenzetu Marekani wako huku. Mwanzo tulizungumza ufreko tukasema wenzetu walianza kuishi kabla sisi au nini? Sisi ni utawala ndio umetufikisha hapa. Hata hao wakoloni ndio wametufikisha hapa. Turudisha kwanza nyuma ili wao wafike. Utawala upi sasa? Ukoloni ndio umetufikisha hapa. Tunazungumzia miaka 60. Na nakuelezea hiyo. Hata sheria zote unazoziona za kwetu sisi walipokuja wao, tulipanga nao sheria hizi ambazo hata baadhi ya watu wanataka tubadilishe sheria zetu ziwe kwenye sheria zao. Nikwambie tu mfano mdogo tu natoka kwenye statement yako. Hata hii sheria ya ushoga wamekuja nayo wao kutuambia ukiwa shoga unafungwa. Walikuja nayo wao kipindi hiko. Leo hii sheria wanataka tubadilishe sheria tuwe na sheria yao hasa ambayo huku wenzetu wamefika kwenye dunia nyingine. Turudi kwenye hiki tulicho nacho kwa sasa hivi. We have dhahabu, mbuga zetu, tuna nini. Ani lazima upate kiongozi mwenye maono ili uone faida na mwanze kutumia kula nchi yenu wenyewe. Kwa nafikiri kwa miaka 60 tumekuwa hatuna viongozi wenye maono. Ndio maana tunabadilisha viongozi kila mara. Na amekuja mzee Magufuli, ameshika eneo la madini na hata kuzungushia ukuta kwa Maryland. Kuna kitu kimeonekana. Amekuja Mheshimiwa Rais Mama Samia, amekwenda kuendorse Serengeti, mbuga za wanyama. Sasa hivi sisi tuna wageni kuliko nchi yoyote. Na ukiacha hilo, kama unatembea kusafiri nje ya nchi sio sifa. Kusafiri vijijini ndio sifa. Au ukisafiri nenda Malawi, nenda Zambia, nenda hizi nchi za Kiafrika, alafu tembea nchi ya Tanzania vijijini, utaelewa kwamba uongozi tulio nao sasa hivi unaleta mabadiliko ya kwa kasi zaidi. Kujengeka tunapojengeka sasa hivi. Mimi nilikuwa Zambia, hospitali kubwa yao Muhimbili tuseme. Aina meta CT scan ipo moja. Mheshimiwa Rais hapa nchi nzima amekuja juzi Mama Samia. Nchi nzima tuna hizo mashini. Uko nyuma zilikuwa wapi? Ndio tunazungumza kuhusu maono. Lakini msingi wa swali langu mheshimiwa ni kwamba tunazungumzia kuchelewa miaka zaidi ya 60. Mtazamo ni huo kwamba kwa nini miaka zaidi ya 60 bado tunazungumzia changamoto ndogo ndogo kama maji safi na salama ya kunywa. Kwa hiyo tumekuwa na uongozi kwa miaka zaidi ya 60 ambao hauna maono. Ndio ninachojaribu kusema. Nakwambia maono ya kiongozi umekutana na sahani imechafuka. Lazima utafute pembua kidogo. Si ndio? Hakuna aliyepewa hii nchi ikiwa iko safi. Ila anapoitengeneza ndio unaona sijui unanielewa. Tanzania ni Afrika kwa ujumla, nchi za Kiafrika zina shida zote. Lakini mtu anaporekebisha utaratibu wake, wapo wanaopiga kelele na wapo wanaosifia. Kwa nani ana changamoto ya maono hapo? Unaniacha unapozungumzia kwenye maono, wewe unayetazama kiongozi, unamtazama afanye hiki, mbona asifanye hiki? You get my point? Kwa hiyo unafikiri wewe unavyofikiri Babu Tale. Yes, nimekuelewa. Kwa hiyo tunavyofikiri nimekuelewa kwamba changamoto ni sisi tunaotazama sio wanaofanya. Kwa hiyo wewe unafikiri kwamba hapa tulipo leo ambapo miaka zaidi ya 60 baada ya uhuru tunazungumza Bigwa Kisaki hata kuendeka paendeki wakati wa mvua. Sawa. Sasa hivi juzi kati mikelele ambazo mkuu kizipiga kwa miaka 5.
tunazungumza kuna baadhi ya vijiji umetuajibia kama vijiji 10 bado havina maji safi na salama, havijafikiwa na huduma hiyo ya maji safi na salama. Kwa unadhani hapa tulipo ni sahihi kabisa? Nikwambie kitu. Nimekwambia hivyo vijiji 10 kuna watu wako site. Utaratibu unaenda. Ukiniuliza after 2 weeks, nitakwambia kata yangu ya Mkambarani wanakunywa maji baridi. Wapo site baada ya miaka 60 ya uhuru. Swali ni kwamba yani kwa sababu ukumbuke hao watu hawajaanza kuishi leo, Babu Tale. Ndio maana nakwambia maono kivipi? Ukisafiri, wewe umeniambia nimesafiri nimeenda Ulaya. Yes. Ujeniambia sijakwambia kama nimetembea nimeenda Mali, nimeenda nchi za Kiafrika ambazo hawana maji kabisa. Hizo nchi. Zambia wanakula mchele, yani wanakula unga kupitia sisi hapa wa Tanzania. Hujawahi kufungua mdomo na kusema Tanzania tumepiga hatua. Kwani unaelewa? Kwani hatua tunatakiwa tuseme tumepiga hatua kwa kujilinganisha na mtu mwingine au tupige hatua dhidi ya mahitaji yetu sisi? Lazima ukipiga hatua kwa kujilinganisha wewe mwenyewe. Duniani hakuna hatua inapigwa kwa kujilinganisha na mwingine. Mheshimiwa, mimi nadhani unatakiwa kupiga hatua dhidi ya mahitaji yako, kwamba mimi nilikuwa napata milo 2, nataka nipige hatua niwe na uwezo wa kupata milo 3 kwa siku. Sawa, watu wangu hawana maji safi na salama, huduma za afya bado hazijafika vile inavyotakiwa. Tujipime dhidi ya hiyo, kwa sababu ukisema tujipime dhidi ya nchi nyingine, kuna mazingira hata rasilimali tulizonazo kikwambia kitu hazifanani. Nikwambie kitu. Sisi serikali yetu inaongozwa na Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Mapinduzi uongozi wake unafuata kitabu chetu, yani milani. Nasema nini? Sisi ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi hii ambayo tunaenda kuikamilisha kwa kumpa tena kwa kutengeneza ilani nyingine, ndio imekamilika kwa kiasi cha kikubwa sana. Sina tathmini, sina takwimu kamili. Lakini kwa nini nasema imekamilika? Ungekuja kwetu kwenye vijiji ambavyo havikuwa na umeme. Hii Tanzania ambayo unayesema, si ndio? Havikuwa na umeme. Leo hii tunalinga kwamba hatuna kijiji kisichowaka taa. Tunafahamu? Utasema miaka 60 leo hii unashangilia taa. Wewe wakati unatoka kwenu, kilichokutoa kijijini kipindi hiko ni kiza, umekuja mjini kufuata taa. Leo hii tutakushauri nenda kaangalie kijijini kwenu. Hakuna kijiji nchi hii ambacho hakiwaki taa. Kwa hiyo miaka 60 ambao unaisema wewe, hatukuwa na lile bwawa la Mwalimu Nyerere. Ila ilikuwa mipango ya Mwalimu Nyerere kwamba ninatakiwa tuwe na bwawa la Mwalimu Nyerere. Mipango yake haikuweza kufanywa kipindi kile, na watu waliomzunguka by that time hawakuwa na maono ya kujenga lile bwawa. Kwa hiyo Babu Tale, unataka kuambia kwamba hapa tulipo tunatakiwa kuwa hapa. Hatujachelewa. Tunaenda. Unajua kuna kuchelewa na kwenda. Tunaenda. Nimekupa tu mfano wa Mwalimu Nyerere alipochukua hii nchi, aliwaza kuwa na bwawa la Mwalimu Nyerere. Ila aliyekuja kuimplement lile bwawa ni Magufuli. Aliyekuja kulimaliza kwa 100% lile bwawa ni Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Wapinzani wanasema CCM imetuchelewesha sana. Inasema wakati tunapata uhuru, kuna nchi ambazo tulikuwa tunalingana nazo maendeleo. Mfano imekuwa ikitajwa sana nchi ya Korea, kwamba tulikuwa nao sawa kwenye kiwango cha maendeleo. Lakini wenzetu sasa hivi ukiwatazama Korea na Tanzania ni kama ardhi na mbingu au usiku na mchana. Hizi lawama zote zinatupwa kwa chama chako cha Mapinduzi kwamba mmetuchelewesha sana kufika kule tunapotakiwa kufika. Wanasema leo zaidi ya miaka 60 ya uhuru kuna vitu ambavyo hatukutakiwa kuwa tunavizungumza. Hatukuwa tunatakiwa kuzungumza kuhusu maji safi na salama ya kunywa. Walau hatukuwa tunatakiwa kuzungumza kuhusiana na shule zetu, afya yetu. Angalau tungekuwa tunazungumza mambo mengine makubwa zaidi ya hapo. Ukizungumza kuhusu wapinzani, tulikuwa tunazungumza kuhusu SGR. Wameipinga mwanzo mwisho, lakini wanapanda na wao kwenda Dodoma. Mimi nikandani wakipinga hawapandi, kwa sababu wewe kitu shakipsana kibaya unakipanda cha nini? Tunazungumza hata Mheshimiwa Rais kuleta hizi ndege za Tanzania Mabobadi ya Maniki. Nilidhani wakipinga pia hawafanyaje? Hawapandi. Pia nao pia wanayapanda.
Ukiniuliza kuhusu wapinzani, lazima tunao tuangalie, watuambie ilani yao. Mimi mheshimiwa nimekuuliza kuhusu chama No, chako. no, mimi Sijakuuliza kuhusu wapinzani. Nianza na wapinzani. Nimekuuliza kuhusu mtazamo huu wa wapinzani. Na mimi kwanza na kuja kwenye chama chako. Hoja ya wapinzani. Sisi tuna ilani yetu ya chama. Tunafanya vitu kupitia kwenye ilani yetu ya chama. Wao, ushawahi kuona ilani ya chama chochote cha wapinzani imesema ikipata hii nchi itafanya hivi, alafu wenyewe mkastuka mkasema wao tunashinda kwa 1% kubwa. Lakini wao hawajawahi kushika dola. Yeye ndio mmekuwa mkishika dola miaka yote. Hawezi kushika dola kwa sababu hawana sera inayowafanya washike dola. That's it. Unajua tunaweza tukabishana. Kuna wale ambao wana control hisia zao kwa kutumia bando lao. Atakujibu na kukuelezea kama ana uwezo wa kufanya jambo. Mweke sebleni kwako, mwambie sasa tunaamua kufanya hiki na wewe, atakimbia. Tuna hiyo mifano kwenye hii nchi. Lakini hujajibu hoja mheshimiwa. Chama chako kimechelewesha maendeleo ya nchi? Hakijachelewa. Ama hakijachelewesha? Hatujachelewa. Na ukitaka kuamini hatujachelewa, nimezungumza mfano, safiri nenda nchi za karibu pia. Ukitaka kutafuta mfano wa Korea, nenda katafute mfano wa Kenya pia. Hawana maisha ya kutuzidi pia. Ni neighborhood. Mwaka 2020 ulipita bila kupingwa. Wadau wengi wa demokrasia, hiki ni kitu ambacho wamekuwa kikipinga vikali, Babu Tale. Kwamba hii ni kinyume na demokrasia, inanyima fursa ya wananchi kupata options linapokuja kwenye swala la kuchagua mwakilishi wao. Uona izungumziaje hii? Lakini pia wakati ule palikuwa na mazingira ya baadhi ya watu wanaona kama palikuwa na mazingira ya ubabe ya kulazimishia kuwaingiza watu bungeni, na mmoja wapo unatajwa wewe, Babu Tale, kwa sababu ulipita bila kupingwa. Hili unalionaje? Kwako linakaaje hili? Mimi sijaona baya, kwa sababu kwetu sisi, especially Morogoro vijijini, Chama cha Mapinduzi ndio kina nguvu. Hakuna chama chochote wazi. Na hata leo hii nikishinda kwenye chama, kwa kuwa utaratibu ni akula kupigiwa kula, tasimini la kula ya ndio. Lakini hiyo inamaanisha kwamba hakuna wagombea wengine? Hakuna. Yaani sisi watu wa Morogoro vijijini kwa 80% mpaka 90% ni Chama cha Mapinduzi. Wewe ulipitaje bila kupingwa 2020? Hakukuwa na mgombea. Na by then mimi nimetoka kufiwa, kama unakumbuka. Sijui manuva yoyote kama nilifanya manuva. Nakumbuka baada ya kushinda wakasema tumwache Dogo akatuwakilisha. It was like this kwenye wilaya yetu. Mimi nadhani nilikuwa ndo mbunge wa kwanza au wa pili nchini kutangazwa, kabla hayo au mikoa mingine yote. Unaona hiyo inakaa sawa? Kama hakuna inakaa sawa. Kwa nini usipigiwe hata kura ya ndio au hapana? Ndio maana mwaka huu utaenda kuona kura ya ndio tu. Hakutokuwa na mgombea mwingine wa chama pinzani kwa sababu hakuna. Lakini unaniambia sikuwa kule kusini mashariki 2020 kabisa kwenye ile karatasi ya kupigia kura ulikuwa wewe peke yako? Peke yangu, Allah shahidi. Hakukuwa na wagombea wengine? Allah shahidi. Peke yangu. Mimi tumemaliza nimepeleka fomu zangu wilayani wa mkurugenzi. 3 days hakuna mgombea. 3 days. Inasemekana zilikuwa zinatumika njama za kuwaondoa watu wengine waliokuwa na nia ya kugombea. Wakati na gombea, mentally I was not okay because of the situation of losing my wife. Sidio? Sijawahi kuwa mtengeneza manuva yoyote, ila kwenye hii nchi sisi ndo tulikuwa wagombea wa kwanza kupita bila kupingwa. Mimi nilikuwa kwanza. Unazungumziaje utaratibu huo? Haukuwa mbaya, ila kuboresha utaratibu pia si vibaya.
Kwa sababu gani? Natakiwa ni face vitu vyote. Sasa tunakwenda kwenye kula za ndio au hapana. Kwa hiyo tukikuuliza kwamba swala la mtu kupita bila kupingwa linatakiwa kuondolewa kwenye utaratibu wa siasa zetu, utasemaje? Ukiniuliza lazima nataka ni face kila kitu. Elewa. Kwa sasa hivi nakwenda kuface ya kula ya ndio au hapana. Maono ya kiongozi namba 1 yanafuatwa. Kiongozi wetu namba 1 amesema lazima tupigie kura, ambaye nani? Rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa tunayafuata haya. Kuna wimbo umekuwa ukiimbwa Babu Tale wa no reform no election. Kumekuwa na complain kadhaa za kwamba bwana, mazingira ya ushindani ya kisiasa yakai sawa. Haya ndio yamesababisha hata watu kama kina Babu Tale kuingia bungeni. Bila shaka umeziona. Unajua uzuri siku hizi social media ziko wazi. Kila kitu unakiona. Tale kivipi? Sijaelewa. Yaani kwa mfano reference kubwa imekuwa ikitolewa including hata na baadhi ya viongozi wa chama chako kwamba 2020 kuna hapana 20 sio wewe, acha uoga. Kwamba 2020 bwana, kuna kama vitu havikuwa vimekaa sawa. Kuna rafu ilifanyika kubwa ya kuwapitisha watu kupita bila kupingwa, watu kuenguliwa kwenye mazingira ambayo hayakuwa rafiki kwenye mchakato wa rais ya uchaguzi. Watu wakaingia humo, mnatajwa na wewe Babu Tale jina lako likiwemo, mkaingia bungeni. Sawa, hiyo unaizungumzia madhaifu ya no reform no election. Mimi mtu maarufu. Ukiona sehemu yote anazungumziwa kwa sura zote mbili. Bipo na kwa jina langu pia linasababisha lazima unizungumzie ili upate numbers. Si ndio? Au wanaozungumza kuhusu no reform wao wenyewe hawako reform kwa sababu washaanza kugombana wenyewe. Kwa ndani ya chama chao hawajakubaliana kwanza kwamba hili alilitoa mwenyekiti wetu lina usawa pamoja lina usawa, kwa sababu pale isingekuwa na sababu ya watu kuondoka kwenye kile chama. Lakini tusizungumzia kwao kwanza, sisi tunaona tuko sawa. Tuzungumzie hili ambalo wanalizungumza la mifumo ya uchaguzi. Wewe unalionaje kama mwanasiasa? Kama mwanasiasa, utaratibu huu ulioletwa na mwenyekiti kwa sasa hivi ndio nafuata. Utaratibu upi? Ambao wa kupiga kura, hakuna kupita bila kupigwa, lazima upigie. Huo ni mchakato wa ndani ya chama chako. Hata nje hakuna hata kama ikitokea kwangu kule hajachukua fomu mgombea wa nini wa upinzani, lazima nikapigiwe kura. Umesikia kuhusiana na issues zinazozungumzwa kwenye huo hilo jambo la mabadiliko ambayo yanatakiwa kwenye yanayodaiwa kwenye mchakato wa uchaguzi? Umesikia mara kadhaa sana. Una maoni gani? Sina maoni. Wanasema tume ya uchaguzi kwa mfano moja wapo. Sina maoni. Uwezi kukosa maoni, wewe ni mwanasiasa na ni kiongozi. Lazimisha. Sasa unakosaje maoni? Kuna kitu unaweza ukaona maoni nacho. Sikioni kama kina make sense. Kwa sina maoni nacho. Kwa unadhani yaki make sense? Si make sense, ingekuwa kina make sense. Hakuna chama kimoja nchini. Utaratibu umetolewa na chama kimoja, kwa nini tufanye ndio nchi imesema? Umetolewa na chama hiki kimoja, kwa nini tuseme nchi imesema? Hao vyama vingine mbona hawasemi? Kwa nao haona maana yote. Na mimi nipo kama labda ICT, haioni maana. Mimi ni CCM, hatuoni maana. ICT wamekwenda mahakamani. Wameenda mahakamani kufanya nini? Wanaingia kwa uchaguzi. Wamesema kuna vitu havipo sawa. Mimi wiki moja iliyopita nilikuwa nazungumza na Mheshimiwa Zitto Kabwe. Lakini hao ICT wanakwenda kufanya uchaguzi. Kwa hiyo wao ile no reform yao, lakini wao katikati kuna election. Unanielewa? Hawa wengine wao ni no reform, no election. Hawa wengine wote wako kwenye uchaguzi. Si ndio? Hatuwezi kusukuma gari bovu lilokaa uwani halitowaka. Tutaweza kusukuma gari bovu lilokaa barabarani. Maana yake the more tunalisukuma, tunajua tairi limepasuka, tunaenga. Huwezi kujenga nchi kwa kukaa chumbani na kusema kwamba sijui sisi hatutaki uchaguzi. Hatujengi nchi kwa njia hiyo. Twendeni tukafanya uchaguzi. Lakini miaka yote upinzani wanasema wamekuwa wakienda na kuna vitu vimekuwa vipo sawa, na mfano mmoja wapo umekuwa kizungumzwa wa uchaguzi uliopita wa mwaka 2020 ambao ulikupitisha wewe pasipo kupingwa.
nilikuwa na deserve. Leo hii wananchi wa Morogoro Kusini Mashariki ukiwauliza swali atakwambia kwamba wanaona mabadiliko kutokea kwangu. Sijisifii. Labda kwa mwingine ungeona mabadiliko zaidi. Hakukuwa na huyo mwingine. Nilikuwa mimi. Wanasema mliwaingua wagombea wengine. Yaani ndo kila nikizungumza narudi kwenye neno dhana. Hayyakum dhana. Na dhana ni dhambi. So kila sehemu alianguliwa. Lakini kuna majimbo alianguliwa. Unakiri hilo? Kwa sababu unaijua idadi ya wagombea ambao mlipita bila kupingwa mwaka 2020. Mwaka 2020 nimekwambia ndio mwaka wangu ulikuwa mwaka mgumu sana kuliko mwaka yoyote. Kama unakumbuka nilipoteza mgi, alafu nikaingia kwenye uchaguzi nikiwa kama zombie na kwenda kupigana. Na angalia, I was focusing on my area only. Na kilichotokea mimi mpaka naenda kurudisha form, yani kwamba tayari natoka kwenye chama tunaenda serikalini, nikamikuta niko mwenyewe. Sikuwa najua ni nini. Nakumbuka nilikuwa na mdogo wangu Kwema. Wewe bunge kabi wanakwenda kwa uchaguzi. Hawajaje hapa. Kidemokrasia unadhani imekaa sawa Babu Tale? No, ikiwepo ni sawa. Isipokuwepo haipo. Kwenye majimbo ambayo wagombea walianguliwa Kama wapi? Kwani wagombea ambao mliingia bila kupingwa ni wewe peke yako? Wakati tunaanza wabunge waliotangazwa kwamba wamepita bila kupingwa wa kwanza ni mimi. Nataka nikupe nafasi pia kwa ajili ya kuiona skana mitandaoni. Kama nilivyokuambia kwamba pamoja na mambo mengine tunaposcan Dubwana alituagiza lazima tupite katika maeneo tofauti ikiwemo kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuona wadau wana nini cha kusema kuhusiana na Mheshimiwa Babu Tale ambaye tupo naye leo hapa studio. Siza, vijana wangu wa mtandaoni wamefanya kazi nzuri ya kukusanya na kuskani maoni ya wanamtandao. Huu ni muda wa kugeukia mtandao, kusikia wanamtandao wanasemaje. Kijana wangu MC Shonde ameifanya kazi hii kwa umahiri na uhodari wa viwango vyote. Hamisi Shabani Tale maarufu kama Babu Tale, meneja wa vipaji na mbunge wa jimbo la Morogoro Kusini Mashariki. Skana ya kidijitali inaanzia na tishio alilolitoa fundi huyo katika eneo la biashara ya muziki kwa wale wanaotaka kulinyemelea jimbo lake. Mnamo Januari mwaka huu, Babu Tale alisema kuwa wenye nia ya kugombea jimbo hilo katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu waanze kujiandaa kisaikolojia na wajiandae kufilisika kweli kweli, kwani amejipanga vyema kupambana nao kwa gharama yoyote na haogopi kutumia pesa kwa ajili ya wananchi kupata maendeleo. Wadau mitandaoni wanauliza, mbona Babu Tale anajihami mapema? Akipata mshindani ngangari kweli atatoboa? Na nguvu anazozizungumzia ni zipi? Ni hizi zinazoonekana au zisizoonekana? Skana ya kidijitali imekutana na chapisho la Bwana Michael Makala aliyesema kuwa unadhani uchaguzi ukiwa huru utawaleta wabunge kama Babu Tale? Kwani uchaguzi si ulikuwa huru? Ama namna gani Babu Tale? Babu Tale anatamba kwamba alilikuta jimbo hilo katika hali mbaya, likiwa halina maendeleo yoyote, ikiwemo ubovu wa barabara, kero sugu ya ukosefu wa maji na umeme, uhaba wa vituo vya afya na upungufu wa shule za sekondari. Lakini kwa kipindi kifupi ameweza kupambana na kumshawishi Rais Samia Suluhu Hassan kutoa fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo jimboni mwake. Huyu ni Babu Tale, mtaani wanamuita Babu Talent, gwiji la vipaji. Alipata ridhaa ya wananchi kuingia bungeni kupitia uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, akiwa ni mmoja kati ya wabunge 28 wa Chama cha Mapinduzi waliopita bila kupingwa. Babu Tale akaingia kazini akiwa na majonzi ya kumpoteza mke wake, ambaye alikuwa ni msaada mkubwa sana kwenye harakati zake za kusaka ubunge alizozianza miaka 4 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Hata hivyo, hayati Magufuli mwenyewe alimsisitiza asiache mpango wake wa kugombea hata kama alihisi amekata tamaa. Akagombea na akashinda. Akawaongoza wana Morogoro Kusini Mashariki
watu ambao wanalima best spices in Tanzania, viungo bora kabisa vya chakula. Tale mwenyewe ana elimu ya kawaida sana. Anasema yeye ana masters ya kitaa, ni street smart, na hilo lilidhihirika mwaka 2023 alipotunukiwa udaktari wa heshima na Academy of Universal Global Peace ya Marekani. Wananchi wake wakafurahi, wakashangilia, lakini mbunge mwenzake Rashid Shangazi akazua mjadala. Kwa nini huyu Black Godfather apewe udaktari? Babu Tale mwenyewe akasema kama ambavyo anabadilisha maisha ya watu wa Morogoro Kusini Mashariki, tayari ameshabadilisha mindset za watu, mitazamo ya watu na mwelekeo wa muziki kutoka kuwa kazi ya kihuni hadi biashara inayoingiza pesa nyingi na kulipa kodi serikalini. Usimati huo ndio ulimfanya Ruge Mutahaba akamleta Klaus na kumpa mshahara ili hali hakujua anafanya kazi gani. Babu Tale huyo. Mitandaoni wapo wanaompongeza Tale Tale kuwa ameleta maendeleo jimboni kwake, lakini wengine wana wasiwasi naye. Kwanza kwa elimu yake, wakijiuliza kweli anaweza kuchangia mijadala nyeti ambayo inaamua hatima ya maendeleo ya nchi? Maswali ni mengi. Tale mwenyewe huwa anaeleza kwamba amewakuta wananchi wake wakiwa na changamoto lukuki, na yeye pia alishawahi kupitia umaskini mkubwa, vyumba viwili, familia ya watoto 7. Anaijua shida huyo bwana. Mtazame Dr. Hamisi Tale Tale himself ndani ya Skana. Niite MC Shonde Live, Skana ya mtandaoni. Mitandaoni ndivyo ambavyo kumekaa, na Mheshimiwa Babu Tale bado niko naye hapa studio, ambapo tunazungumza mengi, siasa ya jimbo, siasa ya uchaguzi 2025 na mambo mengine ambayo yanaendelea kwenye nchi yetu, kwa sababu unapokuwa mbunge unajua kuna wakati ambapo unazungumza ya jimboni, kuna wakati ambapo kupitia bunge unapata platform pia ya kujenga nchi kwa kuzungumza yale ambayo yanahusu nchi. No wonder tunamuuliza pia Mheshimiwa Babu Tale, tunambana kuhusiana na masuala mengine ambayo sio ya jimboni moja kwa moja, ni ya nchi. Mheshimiwa Babu Tale, kuna vitu kadhaa ambavyo pia natamani kuvifahamu kutokea kwako. Kumekuwa na huu mjadala kwa kipindi cha muda mrefu sasa kuhusiana na swala la mahitaji ya kiwango cha chini cha elimu pale bungeni. Watu wengi wanasema kama elimu nyingine, kazi nyingine tu za kawaida huku, mpaka udereva unaambiwa mpaka uwe na level hii ya kiwango cha elimu, labda uwe na cheti cha kiwango hiki cha chuo na vitu kama hivyo. Iweje mtu ambaye ana nafasi kubwa kama mtunga sheria za nchi, mtu anayekwenda kuishauri serikali pale bungeni na vitu kama hivyo, tuseme kwamba inatosha tu kujua kusoma na kuandika? Natamani kupata teki yako kwenye hilo. Unamtazama mtu kama Msukuma, IQ alionayo hakuipatia darasani, na mawazo, michango anaochanga kwa ajili ya kuishauri serikali. Wapo watu wana masters, wana PhD yao hawafikiri akili. Tazame mimi, hata vitu nilivyovifanya sijavipatia darasani kimawazo, kiakili. Kwa hiyo hata huyu aliyekuja na wazo la kusema kwamba tunahitaji yani cheti chako siki walau kiwango cha chini, wanasema muwe basi na degree moja basi. No, haikuwa kigezo hiko. Wanaosema hao ni wale ambao wanadhani kwamba elimu inaweza kubadilisha watu kwa sababu ya lile jengo. Mimi nimekutajia mtu kama unamfuatilia Mzee Kishimba, fuatilia hao watu wanaokuambia, fuatilia michango yao wakiwa wanachangia, hata kwa wakiingia kwenye sekta ya Wizara ya Elimu. Unajiuliza kweli ameishia sababu kweli? Alafu nenda kwa hao wasomi wako ambao unaona kama huyu ni msomi unamtegemea. Kwa hiyo nadhani kuna vigezo vilipita. Ukitoa swala la elimu, kuna mtu ni street smart, tunamhitaji kwa ajili ya kutengeneza challenge. Ile ni nchi. Uoni kama huyu atakuwa bora zaidi Babu Tale kama atakuwa ameongeza na elimu ya darasani? Samani.
ile ni nchi. Nchi haiwezi kuwa na watu wa aina moja. Alafu serikali ina utaratibu wake. Huwezi kuajiriwa kama hauna cheti cha form 4. Hiyo ni serikali. Kwa hiyo kuwa waziri uko na serikalini, lakini kuwa bunge ni la kila mtu, ni la aliyesoma na asiyesoma pia, kwa sababu ya kujenga hoja kwa ajili ya watu wake. Mheshimiwa Babu Tale, mbunge ambaye ni mtunga sheria za nchi, unasema ni sawa kuingia mtu ambaye hana shule? Nimekuta hiyo kitu kipo sawa na mimi unakubaliana na hilo kwamba tuendelee na utaratibu huo kama nchi? Tupeleke mtu ambaye shule yake ni ya chini akatunga sheria za nchi? Kama unaweza kumfuatilia Kishimba, kamtafute profesa unayemjua wewe pale chuo kikuu, anayejenga hoja, anayeshindana na mzee Kishimba. Kuna mtu elimu yake inasaidia jamii kubwa, na kuna mtu mtaa wake unasaidia jamii kubwa zaidi kuliko hata mwenye elimu. Halikuja na huo utaratibu wa kusema kwamba twendeni na hawa na kila aina ya mchanganyiko wa watu, kwamba aliyesoma na asiyesoma tukae nao pamoja. Ni kutengeneza challenge ya aliyesoma ataongea kwenye misingi yake ya alichosomea, akisimama Msukuma, akisimama mzee Kishimba, akisimama Babu Tale, unaona kabisa kama mtaa unaongea. Nimeongelea watu ambao wa aina gani. Kwa hiyo ni utaratibu ambao hata huyo wa nyuma aliyekuja bunge alikuwa anaongea Kizungu lote, kama unakumbuka kuna historia. Lakini Bibi Titi Mohamed ndiye aliyebadilisha lile bunge kuongea Kiswahili. Wakati huo alikuwa tayari kaingia bungeni hajui Kizungu hata kidogo. Lile bunge nayo yeye inazungumza Kiswahili. Kwa mimi nisije Kizungu nasema alhamdulillah. Nitaendelea kumwenzi Bibi Titi kwa kuweza kulishawishi kuwashawishi koroni na kulishawishi bunge. Leo hii tunazungumza Kiswahili. Sisi Ngumbaru Tabu Darasa tuko pale. Na Mheshimiwa, kwenye unanikumbusha kuhusu mjadala wa moto wa mkataba kama wa DP World. Bila shaka unaukumbuka. Hauwezi kupeleka mkataba wa DP. Mheshimiwa, kama elimu yako ni ya kiwango cha chini, unafikiri unaweza mtu mbunge kama huyo akatusaidia kufanya tathmini halisi na kuishauri serikali na kuambia wananchi nini kinatokea kwenye jambo kama hilo? Nimetoa mfano wa DP World kama sample tu, kama mfano. Unadhani tuliposhauri leo hili menasa? Hapana, nauliza uwezo wa mtu ambaye labda ameishia darasa la 7 kwa mfano. Umefuatilia DP World. Hujawahi kumuona Msukuma akitoa mawazo? Yalikuwa mawazo ya mtu asiyesoma kabisa, Ngumbaru, hana akili ya kushauri chochote. Mtu mzungumzie Mheshimiwa Babu Tale. Ndio mimi siwezi kujizungumzia, nitazame huko mbele. Mimi tangu mwanzo mimi sio mimi. Mimi nazungumza kwa kauli ya sisi. Kama unanifuatilia kama mlao tunaongea hapa, sijajibebesha chochote. Nakuambia hivyo kwa sababu, na nitalisema hili kwa sababu bila shaka umekuwa pia ukiliona uzuri mitandao ya kijamii ipo wazi sana. Moja kati ya vitu ambavyo nimeona umekuwa ukipingwa navyo hata ukitoa hoja ni kwamba shule yako ni ya kiwango cha chini. Sikiliza, mimi narudia tena, mimi maarufu. Kwani mimi na Msukuma nani kasoma? Mimi nimeishia labda form Msukuma kaishia wapi? Ushawahi kwenye comment ya Msukuma naambiwa hajasoma? Mimi maarufu. Yaani ukitaka kuniweka mimi na yoyote, mimi mtu maarufu. Mimi na followers milioni 4. Sawa, lakini Babu Tale, kwa elimu ya form 4 unaweza kweli kutusaidia kutengeneza sheria za nchi? Ndio maana tuko hapa. Na ndio maana Kusini Mashariki. Lakini umekuwa ukipigwa sana kwenye michango yako, unaonekana wengi wanakuona kama ni mtu ambaye uwezo wako ni wa chini. Ananipinga ni nani? Nenda kamwangalie hata familia yake na watu wangapi na waongoza. Yeye anamuongoza nani? Kupingwa. Mwangalie na kupinga ni nani? Ukitaka kutazama watu ufiki. Ukitaka kutazama watu, mimi sijawahi kuposti chochote nikasifiwa since sijawa mbunge. Unafikiri kwa nini? Mimi naona wabunge wengi ambao wanaposti tu na wanasifiwa. Lakini muona mara nyingi sana wewe unachezea sana kichapo enjoy. Kwa nini na enjoy? Kwa sababu najua anayenipiga. Sio kwa sababu ni kweli kwamba uwezo wako wa
kuchambua mambo huko chini. Ningekuwa sina uwezo nisingefika hapa bro. Nina tofauti na watu wengi sana kimaisha na kifikra, na ndio maana unaniona sijakaa hapa nikawa mimi. Labda ni mzuri kwenye eneo lako, lakini sio kama mbunge. Ndio anachomaanisha. Na hata bahati mbaya sasa inakuja zaidi kwamba hata kuingia kwako unaonekana kama uliingia kupitia mlango wa uani. Huyo anadhani ni rahisi pia. Huyo unajua nadhani pia hata kwa mbunge ni rahisi. Aje agombee. Na jimbo zuri aje agombee Kusini Mashariki ambapo mimi nipo, ambaye yeye smart, mimi ananiona sio smart. Aje agombee. Kwa mheshimiwa, kwa mtazamo wako, unafikiri kigezo cha mtu kujua kusoma na kuandika kuqualify ama kufaa kupitishwa kuwa mbunge ama mgombea wa nafasi ya ubunge kibaki hivyo hivyo, kisibadilike? Kama kinatufaa, mimi naona kibaki. Unaona kuna shida kabisa? Kuna shida kwa asilimia kubwa, hakina shida. Kwa nini kimepoteza shida? Kwa nini nakugia mfano wa mtu mwingine, sikugei mfano wa kwangu mimi? Kwa sababu tangu mwanzo ulizungumza kuhusu upande wa sekta ya elimu. Ile wizara ya elimu ipo kwenye kamati yetu, na mengi niliyochangia ndani ya kamati. Kama akisimama Mkenda hapa na kama sheria itamruhusu kunipa mimi PhD, atanipa. Kwa nini atanipa? Anajua nimeshauri nini kwenye wizara ya elimu mpaka leo tuko hapa, na leo tunasoma bajeti ya wizara ya elimu. Ila mheshimiwa, ila ukimtazama mwana mtandao ambaye kaamka wewe kamwona Diamond kavaa nguo nzuri kapendeza, na mwana tajiri ana utajiri mwenzie, mbwa wote hawa lazima mtoe akili na relax. Sijawahi kumsaidia mtu nikatangaza, au sijawahi kubadilisha jambo kwenye jamii nikasema. Na ndio maana wakati unazungumza hapa kuhusu mambo niliyoyafanya kwenye bunge, sikusema mimi. Ila ukimuita Waziri Kabudi ambaye wewe kwako na sisi wote tunamuona ni profesa, mwambie aje kumzungumzia Tale hapa bila kuogopa. Hata kwambia huwe mai nimechangia nini kwenye wizara yake na nimeongea nini. Yeye ni profesa, I'm from street. Unafahamu? Niite Profesa Mkenda ni waziri wa elimu, yeye ni profesa, I'm from street. Muulize nimechangia nini kwenye wizara yake, na ameondoka nacho kinaleta manufaa kwenye nchi. Kwa hiyo sasa huyo siwezi kuamini. Kuna wengi mheshimiwa, kuna yale mamikataba makubwa ya nchi atawekwa. Utaweza wewe kuanalyze na kuiambia serikali, nadhani kwenye kipengele hiki hakiko sawa, tunapigwa hapo. Sasa atawekwa mwenye kufaa hiyo eneo. Sasa kama anahitajika mtu mwingine, kwa nini wewe uende bungeni? No. Una maana ni sinia pana. Ndio maana ni sinia pana. Na ndio maana ikija kwenye sekta fulani utamuna fulani kwa mbele kasimama, I will do this, kwa sababu ana experience kubwa ya ile eneo. Si ndio? Shuleni kuna mwanasheria, kuna mwanamichezo, kuna sijui dokta. Si ndio? Uwezi kumletea mkataba wa bandari mtu aliyesomea udaktari akaperform. Kwa hiyo wewe unakubali kwamba tuwe kwenye nchi ambayo, ama tuwe na bunge ambalo kuna baadhi ya wabunge kukia some issues tunajua kabisa kwamba hawana mchango. Yaani ukija mjadala wa mkataba tujue kabisa bwana Babu Tale kwenye hili tusimtegemee. Ile nikwambie kitu, na ndio maana tuko wengi kwa kujadili vitu tofauti. Si ndio? Hivi ulile bunge tena likaja, yani watu wakajadili bajeti mle bunge zima la watu 300 ngapi? Haiwezekani. Yule Profesa Kabudi akajua deeply kuhusu ndondo kavu. Haiwezekani. Yani usitake kulazimisha kauli yako na kauli ya wanamitandao ionekane kama ndo inafaa kusema bunge lipunguze watu wasiokuwa na degree au nini. Si ndio? Sisi wengine tumekaa mitaani, tumeweza kujiendeleza. Kuna ambao wanatoka vijijini kujiendeleza hawawezi. Wataishia wapi? Shangalia manake. Sawa, na michango wanayo, mawazo wanayo.
tuache. Mimi nina uwezo, ila ninayo kulipa ada shule yoyote nikasoma. Nasoma. Si ndio? Si tayari ulioniona na ile elimu unayodhani sio yule tena. Lakini sijivunii kwa hii elimu niliyoipata ukubwani. Si ndio? Ninajivunia ile elimu niliyokuwa nayo kule. Sijivunii. Na uwezo ukaniona nasema na cheni cha sijivunii. Hakuna elimu kubwa inayoongoza mtu vizuri kama elimu ya mtaa. Hivi ni umenifikisha hapa. Kwa msingi huo naomba nikuulize, ili kuumiza kiasi gani Mheshimiwa Spika alivyoonekana kama amecrush ule udaktari wako? Spika ni kama mama yangu. Sikuumia hata kidogo. Haikuumiza? Kwanza tulikuwa tunakaa akaniambia bunge la saa 7 nakwenda kukaa hapa. Naenda kupinga elimu yako. Yaani cheti chako. Wewe unatakiwa upate cheti. Ulioyafanya haihitaji kuonekana kwenye cheti. Ulioyafanya kila mtu anajua. Nikamwambia mimi nimeletewa, basi naenda kukupiga. Sio kwa sababu alikuwa anakutengeneza, na sababu alikuwa anajua anaenda kukupiga. Spika ana ni masiara sija kujaze spika. Yeye akikupiga na kupiga mle. Ukielewa? Basi alipopiga na wewe nikacheka. Baada ya siku 2 nilikuwa naenda Marekani nakumbuka. Nikapiga picha nipo kwenye kile chuo, nikamtumia. Nimesoma hapa. Of course namtania kama mama. Kwa una lolote, piga picha kama mwalimu tuone. Watu wengi wamekuwa pia wakijadili somehow kuhusiana na swala la maokoto ambayo mnapata wabunge. Inaonekana bwana mmejipembelea sana na tengeneza fedha nyingi sana. Kana tamani kufahamu mbunge unapata shilingi ngapi ukiwa mshahara ni shilingi ngapi? Kama wa DC. Amesema juzi Mheshimiwa Spika. Na marupurupu yake ananizi amezia pale inafika bilioni 20. Hata haifiki. Milioni 3. Alafu kuna kiinua mgongo baada ya miaka 5. Hakuna hata hapa ukitaka kufanya kocha kazi hapo utapewa kiinua mgongo. Hapa. Wow, sio akifiki cha kwako. No, sisi kipo hapa. Kipo lakini sio kama cha kwako. Sasa hiyo ni dhana. Sio dhana. Mimi sijui kwa sababu bado sijapata kiinua mgongo bado. Lakini inshallah mshahara umekuwa ukipata na mshahara wa mbunge ni mdogo kama mfanyakazi wa kawaida. Afundishaga. Nilimsikia juzi bosi wangu akisema hauna level ya kumzidi DC. Marupurupu? Marupurupu sio ya kwako, yana vitu vingi. Unamlipa mfanyakazi, unalipa dereva, unaishi na unamlipa katibu wa nini. Ukivitazama kwa jicho la uselfish utadhani ni wako. Lakini mshahara wako na mshahara unaopewa mkuu wa wilaya ni baba mkubwa na mdogo. Sawa. Sasa swali letu sisi wananchi, mbona mnajilipa mapesa mengi sana wakati sisi tuna shida ndogo ndogo? Sasa una mshahara wa DC ni mwingi. Hapo sasa nikutoa. Sisi tunajua mapesa mnaopata ni. Sasa hiyo ni dhana. Sio dhana. Bro, mimi kabla ya kuwa mbunge mimi nina hela zangu. Kutosha tu sana. Alhamdulillah. Inawezekana zote zinahamia kwenye kusaidia jamii ndio toka sasa. Kwa hiyo inakuwa na hela nyingi, yani ninachokipata ni kidogo, ninachotumia ni kingi. Iko hivyo. Ila kwa kunitazama kwa sababu ni diplomat na nini, na kimwona picha wa Mheshimiwa Waziri Mkuu yuko pale nyuma, nitakaa kwa sababu tu ni ana nafasi ya ubunge, nitamuona hivyo. Lakini hakuna mishahara mikubwa kama hiyo inayosemwa. Na ndio maana nazungumza hii kauli milioni 10 na kitu kwa mwezi, si pesa nyingi. Nakwambiaje? Ni Watanzania wangapi wana kipato? Narudia tena. Mimi sijatamka milioni 10 hapa. Milioni 10 na kitu. Wewe unafahamu, mimi sifahamu. Au kama unafahamu, mimi sifahamu. Mimi ninachofahamu ni kwamba mshahara wangu una level ya DC. Mimi nafahamu kwamba mbunge kwa maana ya mshahara unayemjomba mbunge. Mimi na kitu namjomba Butali. Unamjomba mbunge. Sasa wewe unamjomba Butali ambaye mimi nimekwambia hela yangu na DC inafanana. Namjua Babu Tale kwamba akiweka kila kitu anapata milioni 10 na kitu. Umemuona? Namjua Babu Tale. Nikuonesha akaunti yangu. Milioni 100 kadhaa anakwenda kuzipata kama kiinua mgongo baada ya kuwa amemaliza miaka 5 ya ubunge. Swali ni je, katika mazingira hayo na umaskini mwingi tulionao huko chini, bila shaka unafahamu, unadhani ni sawa? Sasa mimi ninachokataa ni kwamba
wewe unanisha kujibu tayari, alafu wewe unanilazimisha kujibu swali lako wakati mimi nimekwambia level yangu ya mshahara ni kama DC. Mimi ni mtu wa huduma, yani mimi nahudumia wananchi. Sasa kwenye TV hapa Babu Tale kasisha kwamba mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mshahara wake na marupurupu yake hana milioni 10 na kitu. Hana kweli, hana mshahara wa mbunge. Sawa. Nazungumzia mshahara. Nazungumzia mshahara. Mimi nimekueleza hivi. Sijazungumzia mshahara peke yake. Yaani mshahara na posho. Nchi hii kuna watu wanalipo posho, unaweza ukakimbia posho mlima. Mheshimiwa, Ndio na kuzungumzia sisi ni kwa sababu mnatuona tunagombea, mnatuona tunahangaika, yani sisi mnaweza kutukamua mnagotaka. Kwa sababu mnalipwa kwa kodi zetu. Na hao wanaolipwa wengine wanalipwa kwa kodi za nani? Na kuuliza mfano sasa. Yaani mimi nimekuelezea hivi mshahara wangu, level ya na posho zako ni kama DC ni milioni 10 na kitu. Hiyo sijawahi kuiona. Kama wewe una ushahidi wa hilo nionyeshe. Kwa hiyo unakanusha? Mimi mshahara kuna watu wanakuona wewe ni watu ambao wamewahi kuwa wabunge na wanajua kabisa kwamba mshahara wa mbunge na marupurupu. Naudia tena mtu ambaye anayedhani kwamba mbunge anachukua pesa nyingi sana anakuwa ana dhana ambazo hazina mashiko. Kwa nini nakwambia hivyo? Mimi nanukuu, mimi kile nikikwambia nikinukuu na mnukuu. Hili swali ameulizwa Mheshimiwa Spika wiki moja iliyopita akiwa Mbeya kwenye Tulia Marathon, na kaelezea vizuri, wananchi wamemuelewa. Ila wapo mle ndani kwenye comment ambao hata huko watakuja kwenye comment zetu na wata comment, wana comment wanavyojua wao, kama wewe unavyoeleza. Ameelezea kwamba mshahara, nafasi ya mbunge kwenye serikali ni kama DC. Kwa kuwa nafasi ya mbunge kwenye serikali ni kama DC, basi ile mshahara anayopata Mheshimiwa DC ndio anayopata mbunge. DC hana posho ulizonazo wewe. Nafasi ya mbunge, kama mbunge anapata posho, DC naye kuna posho anapata. Sidhani kama ni swala la kulingana. Hizo sasa mimi nimekuelezea kitu ambacho bosi wangu ndo ambaye mimi napata mshahara. Sikia kwambie, kingine unaniongezea tu kwamba mnajipendelea zaidi. No. Kingine wewe unataka kuniona, kingine wewe unataka kuniongezea tu. Siwezi kujibu tofauti na majibu aliyojibu kiongozi namba 1 wa bunge. Lakini haimaanishi usiseme. No, hajaongopa. Hawezi kuongopa bosi wangu. Kwa hiyo Mheshimiwa Babu Tale, unataka kupuuza hii konsani ya wananchi ambao wamekuwa wakisema kwamba hapo umeamua kunogombana na wananchi. Kwa hiyo unapuuza kwamba konsani ya wananchi ya kwamba wabunge mnajilipa pesa nyingi, kwa sababu wanadhani wao wanabebeshwa dhana kama ulivyokuwa, kama wewe ulivyobeba, na unaamini kama una ushahidi. Nimekuuliza nikuone pesa mnaolipo sio mimi Mheshimiwa. Nimekwambia mimi nalipo kama DC. Bado utaki nikuoneshe mshahara, utaki. Wewe una shepu yako ushaiweka, unataka uwaaminishe wananchi ambao hawajui mimi nalipo shilingi ngapi. Unategemea kupata, ndio unategemea kupokea kiasi gani kama kiinua mgongo? Kama kiinua mgongo sijajua bado. Apia billahi wa rasul. Unaapia uongo. Nimeapa. Unatenda dhambi baba. No. Sasa dhambi na umevaa kanzu. Unalazimita. Unataka kuniambia una idea ya kiinua mgongo? Unasubiria, sijajua bado. Una idea? Sina. Nipe idea tu. Unafikiri kati ya kiasi gani? No, sijui, ila nimekwambiaje mwanzoni? Hata wewe ukitaka bila shaka ni mamilioni ya pesa. Kama shilingi ngapi? Mamilioni. Nikisema mamilioni, milioni 100, 200, 300. Sijui, nitafurahia. Okay hiyo. Unadhani ni sawa? Hujapewa wewe, haiwezi kuwa sawa. Umekuwa na mheshimiwa na issue mjadala mkubwa sana siku za hivi karibuni kuhusiana na masuala ya utekaji pamoja na watu pia kupotea. Na moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa sana ni pamoja na baadhi ya watu kulilaumu bunge, ambalo na wewe ni sehemu ya hilo kama mbunge, kwamba mmekuwa mfanyi vya kutosha kuhakikisha kwamba mnalisemea jambo hili. Sihitaji kwenda kwenye mifano ambayo imekuwa kunajua pia wewe unaifahamu, kwa sababu ni vitu ambavyo vimekuwa viki shout sana kwa sehemu kubwa. Unalipi la kusema kwenye hili? Sina. Hilo pia sina.
Kwa nini una kwenye jambo muhimu kama hili? Jambo Bado pia linahusu, of course, linahusisha hiyo jambo linahusisha mahakama kiutaratibu. Sitaki kusema si kila jambo liko mahakama. No. Najua sheria. Hilo siwezi kusema. Mheshimiwa, kuna kesi nyingi za watu ambao wamepotea. Sina ushahidi na kesi yoyote. Zipo polisi. Sina ushahidi wa kesi yoyote. Sina ushahidi hata wa kumsikia mtu wa kesi yoyote. Kwenye siku za hivi nikifungua mdomo nikalisema, manake nina flame ya hilo jambo. Ninapaswa mamlaka husika imuombe spika waniite, wanioji. Sasa nikiwa sina ninachokijua, naojiwa nini? Kwa nini haukijui wakati wewe ushakusikia mwananchi wa Magogo Kusini Mashariki ametekwa? Mimi ninawakilisha mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano. Kutokea wapi? Kutokea kule. Kutokea wapi? Lakini ukishaingia sikiliza ile platform unasikiliza bunge la Jamhuri ya Muungano. Sikiliza nikwambie. Na issues pia za nchi ambazo sikiliza nikwambie. Sina mwananchi aliyotekwa kutoka Magogo Kusini Mashariki. Kutoka Tanzania? Nisikilize kwambie. Sina mwananchi aliyetekwa. That's not my concern. Cha kwanza. Cha pili, kwa mheshimiwa pale bungeni unataka kuniambia miaka 5 ulikuwa ukijadili hoja za barabara bila Kisaki. I think I told you that. Wewe una ushahidi nitambue. Kama jukumu la mbunge kikabili hilo. Sio jukumu la mbunge, ila nimeenda kwenye platform ya nimekwenda kulia na maendeleo ya Kusini Mashariki. Si ndio? Nalia na maendeleo ya Kusini Mashariki kwa sababu ndio mabosi wangu namba 1. Wananchi wa Morogoro Kusini Mashariki ndio walioniteua mimi kwenda kuwa mbunge. Kwa hiyo kwanza, ili waone kama wanampiganaji, niende nikawapiganie watu wangu. Kwa hiyo mheshimiwa pale bungeni unataka kuniambia kwa miaka 5 lilikuwa likija jambo nje ya Kusini Mashariki. Sisiongei. Au shiriki kuliongea. Nani kwa ukani hakuna budget ambayo uone kama ufanisi wako hapo ulikuwa mdogo kama nilikuwa na unajua nimesema hivi mwanzo focus. Nilikuwa na focus na kitu hiki. Na hata hotuba yangu ya juzi nimesema pia, jamani, nimeingia mbungeni nikiongea jambo moja tu. Mpaka baadhi ya watu huko nadhani mimi siwezi kuongea. Kwa sababu nadhani nikiongea mengine watanisahau, ili watalipuuza. Wewe nikisema kwamba wewe umekuwa mbunge ambaye una ufanisi mdogo sana bungeni. Hapana, sahihi. Nimekwenda sababu mchango wako pia kwenye mambo ya kitaifa ni mdogo. Hapana, narudia tena. Na ninakuelezea tena. Nimesema nimekwenda hapa nataka nione barabara. Laiti wangeweka barabara 2021 kwenda 22, ningebadilisha kitu kingine. Nilisema tunakuja na focus yangu mimi ni hii. Na juzi nimelalamika wananchi wakisikia, jamani, tangu nimeingia kwenye hili bunge sijawahi kuchangia chochote zaidi ya Bigwa Kisaki. Mpaka spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano namba yangu ameisave Bigwa Kisaki. Kwa sababu ndio kilio changu ambacho ndio kilio cha wananchi wote Morogoro Kusini Mashariki kinatesa. Sio, unaelewa? Na leo hii naongea kwa kujiamini baada ya kuona tayari ule mzigo niliobeba mkubwa tayari Mheshimiwa Rais ameshanipokea na tayari muda wowote tunaanza kupata barabara. Huyo ni Mheshimiwa Babu Tale, Mheshimiwa mbunge, na umemsikia. Of course, kazi ya skana ni kuhakikisha tunawascan kwanza wale wote ambao bado wana nia kuendelea kuomba nafasi ya maridhaa kwenye nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Tunajua tuna urais, tuna ubunge, tuna madiwani, lakini pia tutaendelea kuwascan wale wakereketwa, wanademokrasia na wadau wote wa siasa za nchi hii, kwa sababu huu ndio mwaka wao, ndio mwaka ambao tunahitaji kuyazungumza mengi yanayohusu mustakabali wa nchi yetu na uongozi wetu. Lakini pia hatutoacha kukupa nafasi kubwa zaidi wewe ambaye ndiye mwenye nchi. Si ndio hivyo? Kwa tutakuwa tunafanya hivyo kupitia skana ya Clouds TV, na mimi ndio nimekabidhiwa jukumu na Dubwana kama scanning officer. So make sure unaitazama Clouds TV kila siku ya Jumatano, unasikiliza Clouds FM kupitia Power Breakfast on Saturday kuanzia saa 12 asubuhi kila siku ya Jumamosi. Utapata nafasi ya kuyasikia mengi na kuwasikia wengi. Ninaitwa Caesar, scanning officer. Thank you for watching and bye bye.